alikuwa hana mke. Lakini leo yuko hapa, kesho yuko pale, kesho kutwa yuko pale. Kwa hiyo akaniambia nimekutana na mwanamke ambaye sina hisia naye kabisa. Kwa hiyo mwisho wa siku tu aliamua kuvaa kaondoka zake. Na kuna tofauti gani kati ya kukosa hamu na nguvu za kiume? Kukosa hamu unakuwa tu, yani nguvu za kiume unazo, ila hisia hauna kwa muda ule, lakini sio kwamba itakuwa inakuwa tu kwa muda ule. Lakini kukosa nguvu za kiume na maana hata ukiwa na hamu hauwezi kufanya. Okay. Yes. Unakuwa na hamu lakini hauwezi kuperform lile tendo. Kwa hiyo unakuta kama vile nilivyozungumza mara ya kwanza, unamwandaa mwanamke lakini wewe tayari unakuwa umeshamaliza. Kwa hiyo hapo una nguvu za kiume. Kwa hiyo hamu unayo? Yes, hamu unayo. Unatamani kabisa ufanye lile tendo. Lakini nguvu huna. Hauna nguvu. Na kuna ambao wana nguvu lakini hamu hawana? Nategemea kama nilivyokuambia, inawezekana wana nguvu. Kama hamu hawana, ina maana labda amechoka, kama hivyo tunazungumza na msongo wa mawazo, lakini nguvu anazo. Kwa wakati ule tu anaweza akawa amepoteza. Kwa hiyo mtu anaweza kawa na hamu lakini nguvu hana. Ndio kama hao ambao wanalia kila siku, mimi mbona kama sielewi, ya maana wana hamu, wanatamani. Wana hisia ya kwenda lakini nguvu ya kufika ndio hawana. Na hao ndio ambao tunadili nao sana. Hao ndio tunadili nao sana. Kwanza nini kinafanya hamu nini kinafanya nguvu ipotee? Na je, ni kweli nguvu hawana au wenyewe wanashindwa namna ya kutumia hizo nguvu ili waone kama nguvu wanazo ama hawana? Nguvu hawana. Kwa sababu kuna mwingine kabisa yuko tayari kufanya lile tendo, anajitahidi kuonyesha kwamba yuko tayari. Lakini anapoingia hawezi kuendelea. Kwa hiyo huyu kabisa hana nguvu za kiume, lakini tendo analitamani kulifanya. Kwa wale ambao hawana hisia, wao wako tu. Na ambao hawana hisia, inawezekana hata kama wewe mwanamke una hisia, umemwandaa mume wako vizuri, ushaelewa lakini yeye hata chakula umwekee hapo, hawezi kula. Hawezi kula na kiangalia tu. Sasa kuna wale wengine ambao akiwa na wewe hajisikii, lakini akiwa Manzese kwa Hadija yupo vizuri na nguvu wanazo, ila akiwa kwako hakuna kinachoendelea, kimoja ameshalala. Hiyo nayo inakuwa ni nguvu hana ama shida nini? Tunarudi kwenye hisia. Hana hisia na mimi. Ila akienda kule nje hisia anakuwa nayo. Labda kuna vitu mimi ambavyo kidogo sijaviboresha. Haviko sawa. Na asilimia kubwa wanaume wengi mbona kama wapevu? Why sasa? Yaani mtu anaweza kashindwa kuenda kwa vizuri lakini kwa Hadija Manzese yupo fresh. Wengi wanalalamika hivyo hata kwenye baadhi ya message ambazo nimekutana nazo. Je, nayo inahitaji tiba? Yes, inahitaji tiba. Kabisa inahitaji tiba. Kwa sababu tunasema kwamba mwanaume hata akimwona tu mwanamke ambaye tu kwake amemvutia, anatakiwa aanze kuwa na hisia. Sasa kama mwanamke amemvutia au yuko naye ndani alafu hana hisia naye, pia hiyo ni shida. Na sio kwamba umekutana nao, hata mimi pia nakutana nao. Wanasema mimi niko na mke wangu lakini sina hisia. Tuko siku kadhaa lakini nikitoka nje hisia inakuwepo. Na kuna mtu alinitafuta na akasema, kaka, mimi na mke wangu ili tushiriki, ili nipewe haki yangu lazima nimgie hela. Wakati nimemoa kabisa, ndoa kabisa, padri kaweka pale mambo yake, lakini siku nina shida, basi niandae hata kitu kidogo cha kumpoza ili mambo yaende sawa. Je, kwa mtu ambaye umeolewa naye hiyo inafaa kwenye ndoa au ni vipi? Hiyo haifai. Na hilo mimi naweza nikakuunga mkono, na mimi nimeshakutana nalo. Okay. Kuna rafiki yangu mmoja hivi alisema, yani yeye tu anaelezea kabisa kwamba mimi mume wangu asiponipa 50,000 siwezi kwenda naye. Ni mume wake kabisa wa ndoa. Yani asipomgia hela 50,000 hawezi akaenda. Kwa hiyo anaweza kaka kama hana hela, ina maana hata mwezi wanaishi hivyo.
Lakini kilichokuja kutokea, kwa sababu yule ni Muislamu, kaenda kuoa mke mwingine. Sasa mwanamke anaumia. Yule wa mara ya kwanza anasema mume wangu ameenda kuoa. Lakini chanzo ni yeye, ila sasa hakijui sasa hivi chanzo chake, kwamba yeye ndo chanzo cha kumtoa mume wake aende akatafute mke mwingine. Hilo ni hitaji la msingi sana katika maisha ya kila siku ya wanandoa ama kwenye mahusiano. Kuna mtu alinitafuta paka samaje kaka, akasema mimi na mume wangu tukatumia hata wiki 3 hatujakutana. Ndio. Lakini tukija kukutana anakuwa na shahawa ambazo ni chache. Ndio. Na zisipokuwa chache hazina rangi ile ya maziwa. Ndio. Ni kama maji ya chai. Ndio. Ambayo yana rangi. Lakini sijawahi kumshuku au sijawahi kumuona au kumwazia akiwa na mwanamke mwingine nje. Inawezekanaje tukae hata wiki 3 alafu tukija kukutana asiwe na shahawa? Kwanza shahawa haziishi. Narudi iko kipindi na kama nilikizungumza kidogo last time kwamba shahawa kwa mwanaume hazitakiwi kuisha. Ina maana kuna wale wanaume ambao wana wanawake mpaka 3. Okay. Kwa hiyo akitoka kwa mwanamke wa kwanza shahawa zipo, ataenda kwa wa pili, ataenda na kwa 3, atakuwa sawa vile vile. Kama huyo mwanaume anasema kwamba shahawa zake ni nyepesi au hazina zile rangi ya maziwa, huyo ana shida binafsi katika mfumo wake wa uzazi, na sio kwa sababu eti anakutana na mwanamke mwingine, hapana. Okay. Ndio. Kwa hiyo mwanamume kukosa shahawa sio kwa sababu amechepuka niseme. Hilo sio kweli. Ni masuala tu ya kiafya. Ni masuala tu ya kiafya ambayo anatakiwa yani kwa haraka sana apate matibabu. Kwa hiyo mtu hawezi akachepuka na akamuliwa kabisa, akirudi kwa mtu yani anakuwa hana nguvu kabisa na hana tena kitu ambacho anaweza akakitoa au kukipuliza kwa mtu wake. Kwanza mwanaume anaweza sasa hivi akaenda na mwanamke mwingine akarudi akaja kwa mwanamke mwingine akawa sawa vile vile, asiwe na tofauti. Okay. Asiwe na tofauti hata kidogo. Kabisa? Kabisa. Ukienda kwa mara ya kwanza, ya pili, ya 3, ya 4, sio kama kuna nguvu ya shawa huwa ina change au vipi hapo? Labda tu atakuwa amechoka kiafya. Kivipi sijakuwa? Kawaida mtu ambaye amepiz ya mara ya kwanza. Ndio. Shawa nzito. Ya pili nzito, ya 3 nzito, ya 4 nzito, ya 5 na kweje? Inaweza kaa tu kawaida au inaweza kaa mtu wako mpo kwenye game mnacheza zenu huko Kombolela huko. Game la kwanza likaenda, la pili, la 4, kweli huwa ni ule uzito unakuwa ni ule mmoja au kuna tofauti? Hakuna tofauti. Wewe kweli Hamna tofauti. Kwa sababu zile ni mbegu tu ambazo zinazalishwa zinatoka. Kwa hiyo tofauti hakuna. Kama mwanaume ambaye anaenda kwanza na tofauti, ya pili na tofauti, 3 na tofauti, hiyo ni tofauti tu ya kwake binafsi, lakini hilo hapana. Hivi ni kweli pombe inaongeza hamu ya tendo la ndoa? Hapana. Asawahi kuna watu ambao kabla ya kuenda nakwambia piga kunyagi, piga nini hivi angalau nakuwa vizuri. Hiyo ni dhana tu za watu ama kuna ukweli? Hiyo ni dhana tu. Ni dhana tu za watu. Lakini kuna ambao wanafaidika nayo. Kuna baadhi ya vinywaji na hivyo viko tu special, kuna watu wanavitumia.